Bwana wetu Yesu Kristo, ninakuinua na ninakutukuza. Wewe yu Bwana, wewe yu mwaminifu, wewe yu mkamilifu. Asante kwa sababu ya neema yako, asante kwa sababu ya utukufu wako. Asante Bwana Jehova Jireh, ni kwa sababu ya kutuchagua na kutufanya kuwa chombo katika maisha yako. Na ukatupa kibali hiki Bwana Jehova Jireh, tunacho ya kunena mausia yako kila wakati na kutia watu wako nguvu na kuwabadilisha mioyo yao na kuwaokoa kulingana na vile Bwana neno lako linavyonena. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu wewe ndiye mwingi wa neema, ile Bwana tunayoihitaji siku zote, na ndio tuweze kutenda kulingana na vile upendavyo. Asante ni kwa sababu wengi wetu tulikuwa tuna mwelekeo, lakini wakati ule Kristo Yesu ulipokuja katika ulimwengu, ulifanya sisi wote tuweze kuwa na mwelekeo, na ukafanya sisi wote tuweze kuiba wimbo mpya kulingana na vile Bwana ulivyo hitaji. Asubuhi ya leo ninakushukuru ni kwa sababu Mfalme ulitubariki na baraka zote za rohoni, na ukatufungua jicho letu la rohoni ndio tuweze kuona, na hata sikio letu la rohoni ndio tuweze kutambua mambo yote kulingana na vile ilivyo. Bwana wetu Yesu Kristo, ukatupa akili njema, akili nzuri za kutafakari mambo yale yaliyo na umuhimu katika maisha yetu kulingana na vile ulivyo. Asante ni kwa sababu wewe ndiye ulikomesha ngome zote na nguvu zote na ufalme wote wa giza, zile Bwana Jehova Jireh zilikuwa zinatawala katika mawazo yetu na katika mioyo yetu na katika miili yetu. Ukaziondoa zote Bwana Jehova Jireh, ndio tuweze sisi wote kusimama kulingana na vile upendavyo. Pokea sifa Bwana. Ni kwa neema Bwana sisi twaishi, na ni kwa neema tunatambua mapenzi yako. Ni kwa neema Bwana Jehova Jireh tulisamehewa dhambi. Ni kwa neema Yesu Kristo umetupa nafasi na kibali kikuu cha kukaa pamoja nawe katika mkono wa kulia wa Bwana. Asante Mungu wetu Mfalme, ni kwa neema tumepokea uponyaji, ni kwa neema tumepokea uwezo, ni kwa neema Bwana Jehova Jireh twanena mausia ama twahubiri katika uwezo wako Mfalme. Siku ya leo Bwana ninakuomba kwa kila mmoja wetu tulio naye katika Medani TV, Jehova Mungu wa utukufu, na kuomba ukweli ulio ndani yetu mioyoni Bwana ukaweze kudhibitika Bwana Mfalme kwako wewe, uweze kuidhibitisha Mfalme, na ndio tuweze Bwana Jehova Jireh kutambua na kuelewa yale yaliyo na uwezo na nguvu na mamlaka, yale tunafaa kufuata katika ulimwengu tulio ndani yake. Amukira ngumonogoci we Ngai mũrĩithia wa ngoro citũ, ona we kĩhoti wa maũndũ mothe Mwathani Ngai Baba nĩndagũtĩa o we Mwathani Ngai Baba uhotanĩte maũndũ-inĩ maitũ mothe. Rĩtwa rĩaku Baba rĩrogocwo. Thengio nĩ gũtũhonia, umetuponya miili yetu, umeponya mawazo yetu, umeponya mioyo yetu Bwana, ndio sisi wote Bwana tuweze kuitwa wana wako Bwana kulingana na vile Bwana Mfalme Jehova Jireh sisi tunavyoamini. Kuamini kule tunapoamini sio kutokana na sisi, ila Bwana Jehova Jireh ni wewe mwenyewe uliweza kutupa kibali hicho cha kuamini na tofauti na watu wale walikuwa wa zamani. Ukatupatia hiyo nafasi Bwana tuweze kuamini kama vile ulivyoamini, na vile ulivyoamini Bwana Jehova Jireh, hapo ndipo uzima ulipo, hapo ndipo Bwana Jehova Jireh ukweli ulipo, hapo ndipo uponyaji ulipatikana, hapo ndipo tuliondolewa Bwana Jehova Jireh uoga wote ulikuwa ndani yetu Bwana wetu Yesu Kristo, tukaacha tukiwa tumesimama na ukweli kamili ule Bwana Jehova Jireh ulipopeana. Asante Mungu kwa uwezo wote Bwana, ukafanya tukaweza kutambua na kukumbuka mapenzi yako Bwana katika maisha yetu. Ni mapenzi yale Bwana Jehova Jireh sisi hatungeweza kujipatia, lakini kwa sababu wewe Bwana upendo wako ni mkamilifu, umetupatia mapenzi yako Bwana, imepatikana na ikaonekana kwetu sisi kwa njia ya kuamini na njia ya kutambua wewe ndiye mwokozi wetu katika maisha yetu yote. Asante Mungu kwa sababu Mfalme umetupatia upendo pamoja na hata ushirika mmoja, kwa sababu wewe ndiye Mfalme. Ninaombea nchi yetu ya Kenya na ninaombea social media yote Bwana, ni kwa sababu Bwana kuna mambo mengi sana Bwana Mfalme yametokea yasio na msingi wowote wa kufanya Mfalme kuweze kuwa na amani. Baba, ninaombea social media Mfalme, mapenzi yako Mfalme ya umoja, upendo
na watu kuwa wanabebania mizigo na kuobeana. Jehova iweze kuwa mahali pale. Ninakataa Bwana Jehova Jire, haya mambo yote imetukia. Setani amepata kibali ya kufanya watu waweze kuinukiana kila mmoja na mwingine, kunenana mabaya na machafu, maneno ya uchungu ikisikilizwa na watoto wetu na hata wazee wale. Bwana Jehova Jire, wazazi wetu wale wazee hawangekubali Bwana kutamka mambo mengine inapotamkwa katika social media. Jehova Mungu wa utukufu na wa Israeli, we divinely divide in mercy, we banesti binia kulenetari ya desire latinete thy father, we dilintai litima sereventari boria jamanta peronete thy father. Mungu wewe ndiye tuomba tu, wewe ndiye Bwana mfalme wa ajabu. Ninaomba kama vile mfalme wa ajabu, wewe una uwezo wa kutia mioyo ya watu wako Bwana Jehova Jire uoga wa kuyatamka na kuyafanya mambo mengine. Mfalme kuomba na kufifinyiria watu wengine na kuwafanya watu wengine waweze kuwa watumwa sana kuliko vile wangekuwa. Bwana tunakuomba mtakatifu, hii corruption imejaa katika nchi yetu. Wewe ndiye uko na uwezo na nguvu na mamlaka ya kuyaondoa katika jina lako Yesu Kristo. Twakuinua tukijua ya kwamba maandiko yako inatuambia wakati tutakapoomba na tuamini ya kwamba mambo yale yote tumeyaomba umeyaondoa, umetupatia. Na wakati Bwana Jehova Jire tutakapofunga mambo yale yote haina msingi hapa ulimwenguni, biguni itakuwa imefungwa. Baba wetu tunakuomba tusaidie mfalme. Wacha Bwana Jehova Jire uwezo wako na nguvu zako siweze Bwana Jehova Jire kuingia ndani ya mawazo yetu. Wacha tuweze kutambua Bwana Jehova Jire wakati wowote ule mfalme mambo inaharibika, wakati wowote tumetoka katika njia zako, wakati wowote tunanena vile sisi tunavyotaka, wakati wowote Bwana Jehova Jire tunavita ndani ya mioyo. Wacha Bwana mfalme wa ajabu kila mtu ajitambue kivyake, na ndio Bwana kila mmoja aweze kusimama katika nafasi yake peke yake akiwa na moyo wa amani. Ni kwa sababu nchi yetu haina amani, watu wengi hawana amani, ndio Bwana Jehova Jire uchafu unatukia mahali popote pale. Mfalme twakuinua Bwana, twakupenda, twakushukuru tukijua ya kwamba uko na uwezo wote na uko na nguvu zote na uko na mamlaka yote juu yetu, na unaweza kutufanyia mambo yote kulingana na vile mfalme wetu Bwana wewe unavyohitaji. Twakuinua na twakutukuza. Nikiendelea Bwana na neno lako, ninaomba Roho wako Mtakatifu aweze kuwa msaada wangu na ndiye anisaidie kunena mausia yako kwa watu wa hawa wako mfalme, na ndio waweze kupata msaada wote Bwana katika maisha yao. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Asubuhi ya leo nataka tuweze kuangalia neno la Bwana tukinena kuhusu knowing who you are in Christ. Knowing who you are in Christ. Kujitambua wewe ni nani katika Bwana. Wewe ni nani katika Bwana? Bwana asifiwe. Na kujua mimi ni nani katika Bwana ni kuonyesha ya kwamba nimetambua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yangu. Nimemtambua yeye aliyenifia. Nimemtambua yeye aliyekuwa na ako na haki juu ya maisha yangu. Yeye aliyenitoa gizani. Yeye alinifia. Nikapokea ahadi na nikapokea ukweli ndani yangu. Huyo ndiye ninayedhibitisha, na huyo ndiye ninayeshangilia katika maisha yangu ya siku ya leo. Bwana asifiwe. Na huyo sio mwingine, ni Kristo Yesu, yule katika umoja, katika neno. Huyo ndiye anatufanya tuweze kuwa na umoja miongoni mwetu sisi wote na katika uwezo wote. Nashukuru Bwana ni kwa kuona Mary Muthoni pale, nikijua ya kwamba kazi imeanza. Ndio tuweze kuitana, kukaribishana mmoja kwa mwingine, na ndio tuweze kuendelea kulingana na vile tunavyohitajika. Kwa hivyo Mary, kazi ni yako sasa. Wakaribishe na mimi niweze kuingia katika neno. Siku ya jana sikuweza kuja online, but nilijaribu kwa sababu sitakangi muweze kuwa hamuna neno wakati wowote, lakini ikawa
time ilinikibisa sana na nikaona sitaweza kumalizia nikiwa nimeigojea. Kwa hivyo nikatoka na nikaenda mahali nilikuwa ninataka nikufika, na sasa ninafurahi sana kwa sababu siku ya leo tumepatana mara tena kwa upendo wake Mungu na kwa kushukuru uzima wake. Nataka tuingie pamoja nawe katika kitabu ya Colossians, knowing who you are in Christ. Tukikosa kutambua who we are, who are we in Christ, tukikosa kuitambua, tutaweza kuwa katika nafasi ya kutoelewa nguvu za Bwana, kutoelewa kwa nini Kristo Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka siku ya tatu. Hatutaelewa kwa nini sisi tulizaliwa katika ulimwengu tulio ndani yake, na hatutajua mapenzi ya Bwana kuhusu sisi wenyewe na pamoja naye. Hatutatambua kazi ya Kristo Yesu ile ilifanyika msalabani kwangu mimi na kwangu kwa wewe. Tukikosa kutambua, itakuwa gharama kubwa sana maishani mwetu, sababu tutakaa tukiwa watu wa kawaida, tutakaa tukiwa kama watu walemavu, tutakaa katika watu wasio na mwelekeo. Lakini wakati tutakapotambua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, tutajikuta katika nafasi kama hii. Nitaweza kuwasomea mahali hapa. Wacha tuangalie. Nilikuwa nimekwambia Colossians kwanza nilikuwa nataka tusome Colossians, lakini nataka kwanza nisome mstari uko hapa, 2 Corinthians 2:11. 2 Corinthians 2:11 inasemaje? Thank you Rick, ninakuona pale umeingia. Wacha tuandamane pamoja na tutaendelea na kubarikiwa na kuongezeka ndani ya roho. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Ate Shetani asinje akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Bwana asifiwe. Mtu yeyote yule hajitambui na kutojua yeye ni nani ndani ya Kristo, na kutojua kwa nini kwa nini aliletwa katika ulimwengu, kwa sababu sio yeye alikuja, ni kuletwa, aliletwa ulimwenguni. Na watu wengi hawana haja kutambua na kujua kwa nini wameletwa ulimwenguni, kwa nini wako mahali pale walipo, kwa nini mambo yale yaliyo katika maisha yake inaonekana katika maisha yake. Watu wengi hawatambui ya kwamba, na hawajiulizi na hawataki kujua kwa nini Biblia ama neno la Bwana limeandikwa. Watu wengi hawajui na hawatambui. Lakini wakati ule tutakaa chini, tuweze kulisoma neno la Bwana, tuweze kulitambua neno la Bwana vyema, tuweze kufafanukiwa na neno la Bwana vizuri, tutaweza kujitambua na kujijua ya kwamba sisi ni nani ndani ya Kristo. Kwa nini tuliumbwa? Kwa nini ametusamehe dhambi? Kwa nini anataka tuweze kuwa wana wa Mungu? Kwa nini maisha yetu haiko mkononi mwetu? Lakini haya yote haiwezi tabulika na mtu wa mwilini. Haya yote haiwezi tabulika na mtu mwenye hana msingi wa neno la Bwana ndani yake. Msingi wa neno la Bwana ni kuwa na ufunuo. Msingi wa neno la Bwana ni kuamini Kristo Yesu, yule ameubeba ufunuo.
sababu Kristo Yesu ndiye ufunuo. Pasipo Christ hakuna revelation, but yeyote yule aliye na Christ ndani yake ako na revelation ndani yake. Ene ugurio mwero uria waheanirwo kuhitukira Kristo. Ati Kiswahili imesema ati shetani asije akapata kutushinda. Tunashindwa na Shetani kwa nini? Anaweza kutushinda kwa ajili ya kutoelewa mapenzi ya Mungu kwetu kupitia mwanae Kristo Yesu. Mahali popote Mungu alipo, ni lazima mwana aweze kuwa pale. Na ni lazima mwana aweze kudhibitishwa na kuonyeshanwa kwa utukufu mkuu, sababu Biblia inatuambia ya kwamba Christ ndiye mfano kamili wa vile Mungu alivyo. Yesu ndiye mfano kamili wa vile Mungu alivyo. Kwa hivyo Yesu akiwa mfano kamili wa vile Yesu alivyo, wakati tunapomuona Christ through the word of God, tunamuona God through his word. Bwana asifiwe. Twatambua Mungu kumpitia mwanae. Twamuona Mungu kupitia mwanae. Twabarikiwa na Mungu kupitia mwanae. Twajitambua sisi ni akina nani ndani ya Kristo ya Mungu kupitia mwanae. Na yote haya sio ya kwamba ni Kristo amekuja tukamuona, lakini ni Kristo ya tunamuona kupitia neno lile limeandikwa kutoka Genesis 1 to Malachi. Kutoka Genesis 1 to Malachi, hapo ndipo tunavyomuona Christ, mwana wa Mungu, akionyeshana na akidhibitisha ya kwamba yeye alitoka biguni. Yeye alitoka biguni na yeye ni Mungu. Na ako na ukweli kama ule uko ndani ya Mungu. Ako na uzima kama ule ulio na Mungu. Ako na haki kama ile iliyo na Mungu. Vile alivyo, hivyo ndivyo Baba alivyo. Kama vile Baba ni wa roho, hata Christ Jesus is the same, is a spiritual being. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tunaponena mstari huu, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Nini kinafanya tuweze kutambua fikra za Shetani? Wakati tumejitambua sisi ni akina nani ndani ya Kristo, tunapata ufunuo, tunafafanukiwa na Shetani ni nani katika maisha yetu. Tunatambua mwenendo wake, tunatambua mafikira yake. Nini yani ni nini anatufikiria? Anatufikiria namna gani? Ndani yake kuna upendo ama kuna kifo? Nini ametupa sisi? Tunamtambua kikamilifu ya kwamba yeye ana upendo na mwanadamu aliyezaliwa na Bwana. Yeye ana upendo kwa mtu yeyote yule, yani ako ndani ya Mungu, ya Kristo. Na neno linafanya tuweze kutambua Shetani hakuwa anataka mwanadamu aweze kutolewa katika kifo. Alikuwa anataka sisi tuweze kukaa kifoni, tuweze kukaa katika utumwa, tuweze kukaa katika tusipokuwa na haki, mwelekeo. Shetani hakuwa anataka, na ndio aliconfuse Adam and Eve. Yeah. Katika Old Testament alifanya nini? Aliwakomesha na wakakaa ndani ya kifo kwa muda
muda mpaka wakati ule Baba aliwahurumia. Bwana asifiwe. So asubuhi ya leo ninashukuru Bwana sana kwa kujua ya kwamba hatuwezi mtabua Bwana, sisi hatuwezi mtabua Mungu kama hatujatabua neno la Bwana. Number 2, hatuwezi tambua shetani na kazi yake kama hatujamtabua Mungu. Wakati tunapomtabua Mungu vyema, wakati tunapojua sisi ni akina nani ndani ya Mungu, hapo ndipo chanzo chetu sisi wote cha kutambua mawazo ya Mungu, ya Shetani na kazi ya Shetani kuhusu maisha yetu na kuhusu njia yetu katika ndani ya uungu. So ninashukuru Bwana nikikwambia kwamba Shetani asinje akakupata. Usikubali apate nafasi ya kukupata, wala ya kukudanganya, wala njia yoyote ya kukufanya kuwa mtumwa katika maisha yake. Oh, haleluya. Na kuona sana Albright. Yeni, amen. Yes, inakuona Beatrice wa elimu. Huu ni wakati Beatrice wa kukaribisha watu. Nataka mara moja tuweze kuingia pamoja na wewe katika kitabu ile nilikuwa nimekwambia, Colossians. Yeah? Kujua wewe ni nani ndani ya Kristo. Katika kitabu ya Colossians, Colossians what? Colossians 2. Ndani ya kitabu ya Colossians 2:6. Naona neno linatuambia kwamba, neno linasema, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Neno linatuambia vizuri sana. Ndio uweze kutambua wewe ni nani kabisa ndani ya Kristo. Na ndio usiweze kupata nafasi ya Shetani na mawazo ya Shetani ndani yako. Neno linakwambia basi kama mlivyopokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Hakuna mtu awezaye kumshinda yule tumemsoma mahali pale katika kitabu ya 2 Corinthians 2:11. Hauwezi shinda Shetani kama wewe hauko ndani ya Kristo. Kumshinda Shetani, ninashukuru Bwana sana. Kumshinda Shetani ni kufanya nini? Kumshinda Shetani ni kutambua na kuamini ya kwamba wewe umezaliwa mara ya pili ndani ya Mungu. Mungu amekuzaa mara ya pili. You are born again. You are born again. Bwana asifiwe. Umezaliwa mara ya pili. Ulizaliwa mara ya pili. Na wakati utatambua jambo hilo, mtu wa Mungu, ninashukuru Bwana sana na ninafurahi sababu wakati wowote fikra za ulimwengu zitakuja ndani yako, usitazitambua. Hizo fikra hazitaendelea sababu kuna Mungu, kuna neema, kuna wema ndani yako unaofanya kazi ndani yako. Bwana asifiwe. Mapenzi ya Mungu ndani yangu, mapenzi ya Mungu ndani yangu ni kumtambua yeye yule aliye na yeye yule aliye na uwezo wote, aliye na nguvu zote, aliye na mamlaka yote. Yeye yule ako na uwezo wa kuzuilia kazi ya yule muofu kufanyika ndani yangu. Lakini haya yote twayajua namna gani? Wakati neno la Bwana linapotuambia ya kwamba as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk you in him. Wakati tunapotembea na yeye, wakati tunapotembea pamoja naye, hiyo ni njia moja ya kuonyeshana ya kwamba wewe na Kristo
you are one. Wakati wowote unapotembea na Christ ndani yako, ni kuonyesha ya kwamba umemtambua Mungu ndiye baba wa mwana wake Kristo Yesu. Kumtambua ndiye baba na ndiye msaada wa mwana, hapo ndipo na wewe unapopokea nafasi hiyo na kibali hicho cha kukaa katika ufalme wa Kristo. Kukaa katika ufalme wa Kristo ndani yake. Na unakaa pale ndani ya Kristo ukijua ya kwamba mahali Kristo alipo, hapo ndipo ulipo. Mahali ulipo, hapo ndipo Kristo alipo. Na wakati alipokufa akazikwa na akafufuka, alifufuka, yani alipaa na akaenda kukaa mkononi mwa Bwana. Alienda kukaa mkononi mwa Bwana. Haleluya. Mahali pale alipo, Yesu akasema, ate mahali pale nilipo ndio nao watu hawa wawe pale. Kutambua siri iliyo ndani ya Kristo na kutambua upendo ulio ndani ya Mungu kwangu mimi na kwangu wewe ni kitu ya muhimu sana. Na wakati tunatambua mambo kama yale, tunapatia Shetani nafasi yake. Yani kumpatia Shetani nafasi yake ni nataka kusema nini? Tunamuweka katika nafasi yake. Nafasi ya Shetani ni kumuondoa katika maisha yetu sisi. Kumuondoa katika mawazo yetu. Tusikubali aweze kupata nafasi ndani ya mawazo yetu. Tusikubali kumfanya aweze kupata nafasi ama kibali ndani ya familia zetu. Ni wakati wa kumtambua na kumuondoa katika nafasi yote katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Na tunamuondoa namna gani? Hatumuondoi kwa kumfukuza, kumwambia pepo toka. Hapana. Hatumuondoi kwa kuombewa sana. Hatumuondoi kwa kulisoma neno sana. Kwa sababu kuna mtu analisoma neno, lakini wakati linapoingia ndani yake si neno, si imani. Neno la Bwana linafanya kazi wakati wowote tumelisoma na linafika kuwa imani. Tunaliamini. Na wakati tunapoliamini ndio linaanza kazi njema na kazi ya kufanya tuweze kudumu katika neema ya Kristo kila siku. Kwa hivyo si kuwa ate tunatoa mali zetu sana makanisani ama kuwapenda watu na kuwaonyesha tunawapenda, kuwakaribisha na kuwafanya nini mambo yale yote. Si kuombewa na kupewa mafuta, anointing oil na kupakwa. Sio mambo kama yale yote ate kwa sababu tunatumia meza na nini na nini. Kwa sababu niliponywa ugonjwa nilikuwa nao mkubwa. Hapana, mambo hayo yote ni ya watu wote. Na inafanyika kwa mtu yeyote yule ameamini ya kwamba hayo ameomba yametimia. Kwa hivyo njia ya kukaa katika Bwana ni kuliamini neno lake. Na wakati unapoliamini neno lake ndio unakuwa na msingi ule unaweza kuondoa hila zote za ibilisi, kazi yote ya Shetani katika maisha yako. Hauwezi mfukuza Shetani na hauwezi muondosha Shetani, ama hauwezi kuinua Shetani umuondoe katika maisha yako kama wewe hauna uhusiano na Christ. Sababu ni Yesu tu aliweza nguvu za ibilisi. Ni Yesu tu alimuondosha ibilisi katika nafasi ile alikuwa ameinyakua. Yesu tu ndiye ako na uwezo kwetu sisi wa kutusaidia ndio tukaweze kuondoa huyo ibilisi na kazi zake zote katika mawazo yetu na ndani ya mioyo yetu. Isipokuwa hivyo, na kuambia mtu wa Mungu, utakaa umeokoka lakini sio wokovu kamili ule utokanao na imani ndani ya Kristo. Imani ndani ya Kristo ni kusemaje? Imani ndani ya Kristo ni kumwamini yeye aliyetufia, kumwamini yeye aliyezikwa,
kumwamini yeye aliyefufuka na akatupa nafasi na kibali kikuu sana ya kutuokoa tukaweza kuitwa wana wa Mungu. Isipokuwa tu ni hiyo kazi Mungu Yesu Kristo alitufanyia, sisi tungekuwa tu wana wa Shetani, wana wa Ibilisi. Lakini kwa wote wale walioamini hiyo kazi ya Kristo Yesu, wamefanywa kuwa wana wa Mungu, wamebadilishwa, wamebadilika, wamepokea haki, wamepokea righteousness, wamepokea utajiri wa rohoni ulio ndani ya Kristo Yesu. Jicho lao la rohoni limefunguliwa, ndio waweze kuona vyema kulingana na vile Christ anavyoona yeye mwenyewe. Kwa hivyo ni wakati mzuri sana tusiwe watu wa kuwa na ignorant of Satan. Tusiwe watu wana ignore Satan's devices. Mwenendo wa Shetani usiweze kutazama useme ni kawaida. Kazi yake ni kuja kuua, kuharibu, haleluya, na kutawanya kila kitu. Hata saa hii anazunguka ulimwenguni akitafuta ni nani atakaye kufa pamoja naye, wataenda jehanamu pamoja naye. Mtu wa Mungu, umepewa ile miaka, umepewa ulimwenguni uweze kuwa msingi wako wa kwanza wa kukusimamisha ni neno la Bwana, kuliamini neno la Bwana. Sio ate kuamini Mungu. Mimi sikwambii mambo ya kuamini Mungu. Hakuna mtu haamini Mungu. Watu wote wanaamini Mungu. Lakini njia ya kuamini Mungu haipatikani kwa sababu unasema nimemwamini Mungu. Njia ya kuamini Mungu inatokana na kulisoma neno na kuliamini vile lilivyo, pasipo kuongezewa na pasipo kutoa. Vile lilivyo unaliamini, na ukiliamini ni lazima uweze kuwa unamwamini mwanakondoo ndani ya ile neno, sababu yeye ndiye chanzo na ndiye mwisho wa kila imani. Christ ndiye mwanzo na ndiye mwisho wa imani ndani ya neno. Kwa hivyo kitu chochote kinaletwa katika maisha yako na kufundishwa maishani mwako, Kristo akiwa amepindwa ama pasipo Kristo, hiyo sio injili na sio imani ya Mungu. Imani ya Mungu inakuja wakati neno la Bwana kupitia kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya katika maisha yetu, katika ulimwengu tulio ndani yake, vile inavyosema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu wa Mungu, wakati wowote unapo ignore of Satan's devices, ana take advantage juu ya maisha yako. Ana take advantage. Na hii advantage ninaongea juu yake, sio Shetani anaicreate. Ni wewe mwanadamu unaicreate ndani yako. Unampatia nafasi na kibali ya utawala wake katika maisha yako. Na ndiye katika maisha yako watu wengi wamedhulumiwa. Wamefika katika nafasi ya kupoint their neighbors, their sisters and brothers, parents. Mtu anasimama anasema isipokuwa tu ni fulani, isipokuwa tu ni business, isipokuwa tu ni huyu, isipokuwa tu ni yule. Hapana. Ulifanyika kuwa ignorant of Satan's devices. Bwana asifiwe. Ulimpatia advantage. Uliweza kumfanya aweze kupata advantage, kukutumia wewe ndio uweze kufika mahali umefika. Umechanganyikiwa, unaona kama Mungu hakusikii, unaona kama hautabuliki, unaona kama haupendeki, kwa sababu ulikosa kujitambua wewe ni nani ndani ya Kristo. Wakati utakapojitambua wewe ni nani ndani ya Kristo, hata hautaangalia kitu chochote wala jambo lolote kwa watu. Hautatamani kitu chochote. Hautatamani
msaada wowote usiotokana na neno la Bwana. Usipoamini na kuomba katika neno la Bwana. Sababu watu ni wengi wale wanakaanga katika giza. Watu ni wengi wale wanaosema ya kwamba sisi ni wana wa Mungu, lakini kwa uhakika they were not. Kwa uhakika sio wana wa Mungu, but wamedanganyika mioyoni mwao ati wao ni wana. Sababu wanaona kama wameinuliwa kwa kuhubiri, wanaona kama wameinuliwa kwa kufanya miujiza na maishara, wanaona kama wameinuliwa kwa utajiri, wanaona kama wameinuliwa kwa kufanya mambo yale yote ile, ati kwa sababu wako na breakthrough wanafikiria wao ni wana wa Mungu. Lakini ninakunenea asubuhi ya leo, kama haujui kazi ya Kristo Yesu, kama msamaha wa dhambi kutokana na ile kazi Kristo Yesu aliyoifanya haijakuwa ndani yako kulingana na vile neno la Bwana lilivyo na linavyonena, na kwambia mtu wa Mungu uko mbali sana. Kama hujazaliwa tena mara ya pili, na kuzaliwa tena ni kusema ya kwamba sasa nimetoka ndani ya Mungu, ni Mungu amenizaa mimi, sasa si mtu wa mwilini tena. I'm a child of God. Nimefanyika kuwa mtu wa kiroho kama vile Baba alivyo. Bwana asifiwe. Baba amenizaa tena. Gaine jiara rege we mwene. Leo to oro wa guku thi kuringana na John 1. Ati aria mataciaritwo na mwire na kwenda kwa mundu. Hallelujah. Tiga o Ngai. No cio witikitie ni aciaritwo ringi ni Ngai. No cio witikitie ati mwana wa Ngai okire niguo amutwe mukinyaniru muthingu na mwagiriru. No cio witikitie ati wira uria warutirwo ni Jesu Kristo arutire niguo ukona muoyo. No cio wetikirire gukua hamwe na Kristo, guthikanirio hamwe na Kristo, na kuriukanira hamwe na Kristo, na riu antene wetikitie uikaire guoko-ini kwa urio kwa Ngai hamwe na Kristo thiini wa ithe witu. No ucio wewe umeamini katika nafasi hiyo, na kuambia ya kwamba umebarikiwa. Umebarikiwa. Wewe ndiye mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Wewe ndiye umepokea haki na utukufu na ahadi ile Mungu aliyoipeana tangu mwanzo kumpitia mwanae Kristo Yesu. Hallelujah. Tukiangalia na wewe mstari huo unaofuata unasemaje? Huo mstari unaofuata number 7 unasema katika Colossians 2:7, rooted and builded up in him, and established in the faith, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mumefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkisindi kutoa shukrani. Bwana asifiwe. Wakati tu tunapotambua sisi ni akina nani ndani ya Kristo, ni kuonyesha ya kwamba we are rooted and builded in him. Hallelujah. Kiswahili ikasema wenye shina na wenye kujengwa katika yeye. Ati tumeamini sisi ya kwamba kama vile Kristo aishivyo, kama vile tunavyoamwamini Kristo katika maisha yetu, sasa sisi tumejengwa katika msingi wake. Tumetoka katika msingi wake, tumejengwa katika msingi wake. Kwa hivyo hatuna nafasi ya kupatia shetani nafasi na kibali ya kututawala, sababu tumeshatambua
We are rooted and builded up in him. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yule muofu hawezi pata nafasi ya kukukomesa wala kukuingilia, ya kupigana na wewe ama kukutenda jambo lolote ya kukudhulumu. Kwa nini? Kwa sababu umefika katika nafasi ya understanding who you are in Christ. Bwana asifiwe. Umefika katika nafasi ya kutambua wewe ni nani ndani ya Kristo. Na wakati mtu anapotambua yeye ni nani ndani ya Kristo, ile jambo anafanya ya dharura ni kufunga lango lolote lile yule muofu anaweza pata nafasi ya kuingia na kukukomesha ama kuchanganyikia mawazo yako na kukuondoa katika pendo la Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, kwa nini tunaokoka? Kwa nini tunabadilishwa? Kwa nini tumepokea Roho Mtakatifu? Kwa sababu ya msaada wa kututambulisha sisi ya kwamba tumefanyika kuwa wa Mungu. Roho wa Bwana ndani yetu ni sign ya kwamba we are children of God. Lakini ujue, sisemi Roho Mtakatifu, sisemi roho evil spirit. Sababu kuna watu wanasema kwa sababu wanaongea na lugha wao wako kwa Mungu. Kama vile nimekuambia, hata watu wengi wanafikiria wameokoka na kwa sababu wanasoma Biblia, wanaomba maombi mengi na makubwa, wanafanya fasting na mambo yale mengine, lakini hawajatambua wao ni akina nani ndani ya Kristo. Hawajatambua ama hata hawaelewi kazi ya Kristo ndani yao. Na kwa nini Kristo alikufa? Hawatambui na hawajatambua. Kwa hivyo nataka kukuambia asubuhi ya leo ya kwamba mtu wa Mungu, nakupenda sana kama vile nawe unavyonipenda. Nataka kukuambia upendo wa Mungu unaonekana juu yako na juu yangu wakati tumetambua ya kwamba we are rooted. Bwana asifiwe. And grounded. Wacha tusome huo mstari tumalize. Ati anasema ya kwamba ati rooted and builded up in him and established in the faith. Hauwezi kuwa established in the faith kama haujajua ya kwamba you are rooted and builded, grounded. Bwana asifiwe. Hallelujah. Please, wakati unapotambua mambo kama yale, ndio yule muofu hawezi pata nafasi ya kuingilia familia yako. Sababu wewe na kupitia wewe familia yako imefichwa. Kupitia Abraham, Isaac akapokea ile ahadi. Through Christ, hallelujah, kwa mtu mmoja sisi wote tukapokea haki iliyo ndani ya Mungu. Sisi wote tukapokea msamaha wa dhambi kwa mtu mmoja Christ. Sisi wote tukafanywa kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo Mungu hahitaji watu wengi. Mungu hahitaji watu wengi. Ni wewe tu anahitaji. Ni wewe tu anahitaji ndio aweze kuonyeshana pendo lake kukupitia katika familia yako, katika church unayoisoma. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio imani ya Bwana iweze kudhibitika juu ya maisha yetu. Ate wenye shina na wenye kujengwa
katika yeye. Mumefanywa imara kwa imani. Tunafanyika imara kwa imani wakati tumetambua nataka kutumia mtu mmoja, who you are in Christ. Who you are in Christ. Alafu imara katika imani. Sababu ni gani? Kristo wakati alipokuja katika ulimwengu, alikuja na imani, alibeba imani, aliintroduce imani kwa watu wote, alipeana imani. Hiyo ndio alikuja akaionyeshana tofauti ya kwanza na tofauti ya pili. Yake ikawa ni you must believe in him. Ile ingine you must work. Kwa hivyo ya kwanza ikawa imani yake ilikuwa ndani ya kazi, sheria. Ya Kristo imani yake ikawa ndani ya imani ya, haleluya, Bwana asifiwe, neema, grace. So tofauti ni kubwa sana, lakini watu hawajaitambua. Watu wako tu katika imani zao zile za ukawaida, zile hazileti bidii yoyote katika maisha yao. Wamejitambulisha kwa watu, lakini hawajakuwa established. Bwana asifiwe. Hawajafanyika kuwa established in the faith of Christ. Wamejionyeshana kwa watu, watu ndio wanawatambua. Wamejitambulisha kwa njia yoyote tu ya matendo, lakini kwa Kristo kwa njia ya imani hawajajitambulisha. Wamejitambulisha makanisani mwao kwa njia ya kazi, kwa njia ya matendo, kwa njia ya sheria, lakini kwa njia ya imani iliyo ndani ya Kristo Yesu hawaionyeshani kamwe katika maisha yao. So ni watu walio kanisani, lakini ni wana wa kuasi tu. Ni wana tu wa kuasi. Kanisa iko na watu wengi na iko na watu wadogo, lakini ni wana wa kuasi. Sababu hawakuwa established in the faith of Christ. Bwana asifiwe. Hallelujah. As you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Hallelujah. Nataka tuweze kuteremuka pale chini, number 8. Ni lazima uwe established in faith of Christ. Pasipo hayo utakuwa tu mwana wa kuasi. Utakuwa tu pastor mwana wa kuasi. Utakuwa tu bishop mwana wa kuasi. Utakuwa tu archbishop mwana wa kuasi. Sababu ni neno linasema wataniita Bwana Bwana, lakini sitawafungulia. Nao watasema tulikuwa tunafanya kazi kwa jina lako. Mungu anawaambia, Yesu anawaambia, woi, enedeni, mimi simjui. Watumishi wana wa kuasi. Kwa hivyo kuamini Kristo sio njia tu ya kujua ninajua neno. Kuitwa, kutambua Kristo na kuwa wa Kristo sio tu njia ya kukula mesa, kuvaa nguo refu, kufunga vitambaa, kuvaa fupi, kukaa uchi, kukaa smart, kuwa mrembo, kuwa vile unavyoona. Sio kwa sababu ya kujitolea sana ndani ya makanisa ama na uko nje. Sio mali, sio utajiri, ila ni kutambua neno, kulisoma, kuliamini na kulikiri. Bwana asifiwe. Haleluya. Nashukuru Bwana wetu. Namba 8 inasema, beware lest any man
spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of the world, and not after Christ. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu. Know who you are in Christ. Wakati mtu amekosa kujitambua yeye ni nani ndani ya Kristo, kila aina yote ya mahubiri, kila aina yote ya madanganyo, kifo mahali popote kinapitia, sababu umempatia yule muofu nafasi, naye amepokea advantage ya kukutumia wewe. Utahubiri kifo, utapokea kifo kwa watu, utakuwa mtu wa traditions, utatumia mambo ya ukawaida, utatumia mambo ya traditions, utachanganya neno la Bwana na traditions, utaona kama ni sawa ama ni kawaida. My dear, haya yote ni lazima uweze kuyatambua. Njia ni moja ielekea uzimani, na njia ni Kristo. Traditions ni za ulimwengu. Traditions ni mambo ya watu kujitungia. Ni wazee wamekaa chini na wakasema our clan, our family kana oria mari tatoria tari gwito twetaga muherega, tutakuwa tukifanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Wanatengeneza vizuri, hata wanaandika wasisahau. Wakati wamemaliza kufanya hivyo, wote wanasema amen. Makauga ogwo niguo kwagiriire. Sasa watu wanafikiria ni Mungu aliwasaidia. Watu wanafikiria hivyo ndivyo Mungu anataka. Wanafikiria ni mpango wa Mungu. Kumbe ni wazee walikaa chini wakapanga. Na ndio mnaona mambo yale yamepangwa na wazee inaua. Mambo mpaka ya dowries, mambo mpaka ya makanisa, kwa sababu wazee walikaa chini wakasema hivi na hivi na hivi na hivi, wakasema amen. Sasa mtu yeyote akikosa kutimiza hayo anafukuzwa kanisani. Kwake watu mtumishi hawezi tembea, kwa sababu akamilisha haya na haya na haya na haya. Sheria iliwekwa, ile iletao kifo, ile iletao chuki, ile iletao matatizo. Bwana asifiwe. Familia zikaweka hii na hii na hii na hii. Sasa kwa sababu generation ile tuko ndani ya watoto wale tumezaa wa this generation hawatambui na hata hawaelewi. Hata ukishinda ukiongea hawaelewi. Na kwa sababu nyinyi mliamini ni lazima wafanye hivyo, mnawaletea maafa. Kwa nini? Sababu nyinyi mlijitambua ndani ya traditions. Badala ya muweze kujitambua nyinyi ni akina nani ndani ya Mungu, ndani ya Kristo, kazi ya Kristo. Sasa kile kinalia katika familia zetu ni kifo, vivo. Ya nini? Ya watu wakitaka kujitambulisha, ya watu wakitaka kujinonesha, ya watu wakitaka kujitajirisha. Bwana asifiwe. Vitakari makanisani, vitakari katika mafamilies, cultures, vitakari. Tuangalie mpaka in our country there is a heavy corruption problem. Ile iko ndani, my dear. Naomba tuweze kufunguka jicho letu la rohoni, tuweze kutambua mambo hayo yanayoelekea ni mambo ya aina gani. Mambo haya tulio ndani yake ni mambo ya aina gani. Tuanze kuona kifo kwa ubali, ndio tuweze kurudi katika makutano ya njia. Tumtazame Bwana Kristo Yesu
sababu yeye ndiye anenao ukweli, sio kwa kuombewa na kuanguka, na sio kwa kuwa na watu wengi wala kidogo, na sio kwa unabii kwa unabii wowote ule hautokao katika neno, kwa sababu neno la Bwana ndio nabii. Kwa hivyo hata watu wale wana prophesy, wanafaa kuwa wana prophesy kuperekana na vile neno la Bwana lilivyo, kama vile ninavyo prophesy kupitia neno. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, kuna shida, kuna matatizo, kuna kilio katika in our society. Yes, in our country, in churches, in families, kuna shida, kuna matatizo. Kwa nini? Angalieni mtu asiwafanye mateka. Wakati mtu amejitambua ya kwamba mimi ni nani ndani ya Kristo, mimi ni nani ndani ya Kristo, hautakubalisha mtu yeyote ametoka na huko na maogeo yake ya udhalimu na ya uongo aje abadilishe yule Kristo, elimu ya Kristo ile iliyo ndani yako. Imani ile Kristo alitia ndani yako hauwezi kubali kubadilishwa. Bwana asifiwe. Kuna watu wakubwa sana wako makanisani, wako na cheo kubwa, lakini ni wana wa kuasi. Ati kwa elimu yake ya bure na madaganyo matupu, lakini anafungua Biblia. Ujue haongei tu na mdomo, anafungua Biblia, lakini mambo yale anakwambia ndani ya Biblia. Ate Mungu atakubariki ukimbariki, na hajakutambulishia hii baraka. Bwana anasema atakubariki ukimbariki. Ni na njia gani? Wewe utafikiria ni kutoa fedha? Utafikiria ni kwenda kanisani kukaa siku nyingi ukifunga na kuomba? Bwana asifiwe. Utafikiria ni kuokoka? Lakini ni watu wengi sana wameokoka, lakini hawajaamini through Christ, hawajaamini in Christ, hawajaamini in Christ ndio waweze kuwa ndani ya Kristo na Kristo awe ndani yao. Bwana asifiwe. Watu wanafikiria ni kuokoka, wamekuwa ndani yao na udaganyo mtupu kwa sababu ya mahali walitokea. Walitokea katika nafasi isiyo na msingi. They were not rooted in Christ. Yes, wako tu katika nafasi zao za wazee, nafasi zao kwa mipango yao, kwa madaganyo yao, wakifikiria hivyo, wanaamini hivyo ndivyo neno, kwa sababu wamesoma mstari mmoja, na wasifafanue wala wafafanukiwe mapenzi ya Bwana ndani ya ule huo mstari wameusoma. Na baadaye, for in him dwelleth all the fullness of the good hand boundary, God hand boundary. Maana katika yeye unakaa utimilivu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Bwana asifiwe. Haijalishi wewe ni mtu aliye mwilini, haijalishi, lakini uyuru wote wa Ngai uikaraga thĩinĩ wa Kristo. Uyuru wote wa Ngai, utimilivu wote wa Mungu wakaa ndani ya Kristo. Wakati umepokea Christ in your heart, mmekuwa one, mmekuwa mmoja na Kristo. Utimilivu wote, uyuru wote we thĩinĩ wake ni wamukagia. Utimilivu wote. Bwana asifiwe. Uyuru wote wa Ngai ukawamukira.
utimilifu wote wa uungu unaupokea. Na unaupokea wakati gani? Wakati umemtambua Kristo na kazi aliyoifanya katika msalaba. Msalaba usiondoke katika maisha yako. Kufa kwa Kristo ndio ninaita msalaba. Kuzikwa kwa Kristo na kufufuka kwa Kristo, ujue ndio ile neno limehubiriwa ndani ya Old Testament to New Testament. Bwana asifiwe. Hallelujah. And you are complete in him. Kuamini tu, who you are in Christ. Who you are in Christ. Utimilifu wote wake ukiingia ndani yako. He is all the fullness of the Godhead body. Bwana asifiwe. Ikiingia ndani yako, namba 10 inatuambia, and you are complete in him. You become complete. Bwana asifiwe. Which is the hand of the all prosperity and power. Na ninyi mumetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Sasa ni jambo lingine gani unaweza niambia nifanye ama niamini? Pasipo Kristo, pasipo neno la Bwana, pasipo kuamini na kuelewa na kutambua yeye ndio amesimama katika nafasi ya kukomesa, kuharibu, kusarabatisha, kuponya, kuinua, kusimamisha kila principalities and powers. Christ. Na wakati ule tulimeamini namna hiyo, haki, enzi zote na mamlaka ndani ya Kristo tunapokea. Alafu tunakuwa na uwezo na nguvu ya kukomesha kila roho wote, nguvu zote, mamlaka yote, wakati umejitambua wewe ni nani ndani ya Kristo. Wewe ndani wa Kristo. Niki wedaga ndani wa Kristo. Bwana asifiwe. Wakati utatambua, utapata vyote. Utapokea vyote. Mamlaka yote itakuwa juu yako, sababu umetambua. Kile Yesu anataka tu ni kutambua. Kile Yesu anataka tu ni kuelewa. Bwana asifiwe. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands, imputing of the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Ati katika yeye mumetahirishwa kwa tohara isiyofanyika kwa mkono, kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Wokovu tulio ndani yake, kwa sababu ndio unanenwa kupitia tohara, sio wokovu utokanao na mwanadamu. Sio wokovu wa kuambiwa sema nyuma yangu. Sio wokovu wa kuokolewa kwa sababu nina shida na mateso. Sio wokovu wa kunifaidisha mimi peke yangu. Lakini ni wokovu wa kufanya nifanye wengine waweze kutambua na kuelewa wao ni akina nani ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Lakini ule wokovu kama wewe umejizungukia
kama Kain, ujue ya kwamba una shida. Hauelewi mapenzi ya Mungu wako juu yako. Na ukiwa hauelewi, wewe ukiwa mzazi, umeharibu mambo yote mpaka ya nyumba yako, ya familia yako. Kunahitajika tu mtu mmoja, mama ama baba, ama mtoto mmoja, mtu mzima, akilini katika maisha yake ya rohoni, anaweza fanya mambo makubwa na maajabu iweze kufanyika. Hatukuja ulimwenguni kwa sababu ya watu wawili. Kumpitia Isaac, Abraham akaitwa baba wa mataifa. Kupitia Christ, sisi wote tukafanywa kuwa wana wa Mungu. Kama vile kupitia Adam, watu wote wakafanywa kuwa wenye dhambi. Lakini naye wakati Kristo aliposimama pale katika na neema ya msalaba, alitufanya sisi wote kuwa wakamilifu, na dhambi zote zikaondolewa. Niseme nini asubuhi ya leo nikienda kumalizia? Huko kwingine tutaandamana nayo kesho. Nasema hivi, Bwana wetu Yesu Kristo ndio tuweze kuamini ya kwamba tu ndani yake na yeye ndani yetu. Ni lazima tuliamini neno la Bwana. Ni lazima neno la Bwana liweze kutenda kazi ndani yetu. Na linatenda kazi namna gani? Kulisikia, kuliamini na kulikiri. Number 2, kutoka na kuwafundisha watu wengine kuhusu lile neno, ndio nao waweze kuingia katika nafasi hiyo ya wokovu kamili na kutambua Ukristo ndani yao kikamilifu. Who you are in Christ. Wewe thini wa Kristo. Niki ufataraga thini wa Kristo. Wekuwe thini wa Kristo. Yes. Na ni ukuhota kugĩa na moimerera mega, na ndukuhe Saitani nafasi ya gugutekera advantage. Acha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza, tunakushukuru. Pokea sifa. Wewe ni Mungu, wewe ni mwaminifu na mkamilifu. Mambo yote yawezekana kwako, wewe Bwana wa mabwana. Pokea sifa kwa sababu ya kutufundisha, kutuelekeza na kutuingiza katika neema ile Bwana hatungeweza kuitambua. Lakini kwa mapenzi yako na nguvu zako Bwana, tunaendelea na kutambua yote yale. Bwana, wewe utuneneavyo katika utukufu na katika haki yako. Asante Bwana, siku ya leo umetubariki, siku ya leo umetufundisha. Tunaamini ya kwamba yote yatawezekana ni kwa sababu wewe ndiye mwanzilishi wa kila jambo, na wewe ndiye tu wa kumalizia. Na vile ulivyokuwa jana, hivyo ndivyo ulivyo leo, na hivyo ndivyo utakuwa hata nyakati zinazokuja. Asante Mungu wetu, ni kwa sababu wewe Mungu umejaa utukufu na nguvu, na kwa mamlaka yote tunakuinua na tunakubariki. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini.